hii historia ya Lugete of course sasa inanifanya sasa kuwaza mengi. Tafsiri yake ni kwamba hizi juhudi hazitafua dafu. Huu ni mkataba wa 15. Haya ni majadiliano unayoona yalichofanyika Dar es Salaam. Ni majadiliano 15 toka mwaka 97 mpaka leo, na yote hayajawahi kufua dafu kwa sababu madai ya waasi ni tofauti. Kongo kuna makundi zaidi ya waasi 150. Lakini waasi ambao ni tatizo ni makundi haya mawili. Ni M23 ambao linadhaminiwa na serikali ya Rwanda na kundi lingine linaloitwa ADF, Alliance Democratic Forces, ambao linadhaminiwa na serikali ya Uganda. Hayo ndo hatari. Makundi mengine kama Mai Mai, sijui FDLR, wengine wamepewa hadi maeneo wanachimba zao maokoto wametulia. Lakini shida ni kwamba hawa M23 na ADF ni changamoto kubwa kwa serikali ya Kongo. Kwa nini jeshi la Kongo na washirika wake hawana uwezo wa jeshi la Kongo limejaa majasusi wa Rwanda na Uganda. Utakumbuka kwamba wanachazi. Jeshi la Kongo liliundwa baada ya Mobutu kuanguka. Jeshi la Kongo likaundwa ambalo linaitwa FARD, Forces Armed Democratic Republic du Congo. Ili jeshi la Kongo liliundwa kwa ushirikiano wa Kagame na Museveni, ndio walioliunda kumlinda Kabila. Kwa kila kinachofanyika ndani ya jeshi la Kongo tayari serikali ya Rwanda na Uganda inapata mtandao mzima. Kwa ndani ya jeshi la Kongo na ndani ya shirika la ujasusi la Kongo ANR kuna majasusi wa Rwanda na Uganda. Ndio maana kila muda wamekuwa wakifanya reshuffling. Hata ile operation iliyotokea mwaka 2012 wa Umoja wa Mataifa ulivyoondoa waasi wa M23 ni kwamba wanajeshi wa Kongo FARD hawakuhusishwa moja kwa moja, waliambiwa rudi Kinshasa. Ile eneo lilikuwa limeshikwa na jeshi la Tanzania, South Africa, Malawi pamoja na Namibia, ndio wakaweza kuwafukuza. Kwa mpango wote unaopangwa ndani ya jeshi la Kongo ni moja kwa moja unamfikia Kagame na Museveni. Ndio maana jeshi la Kongo linaonekana halina uwezo wa kulinda mipaka yake kwa sababu mle ndani limejaa mamluki. Ana marafiki DRC kwenye mgogoro huo. Cyril Ramaphosa kutoka Afrika Kusini amekuwa mbele akitaka kuisaidia Rwanda, kuisaidia DRC, hali ambayo imezua mgogoro mkubwa tena kati ya Afrika Kusini, Cyril Ramaphosa na Paul Kagame. Nchi hizi marafiki wa Rais Tshisekedi hawana namna wanaweza kumsaidia kutuliza hali ya machafuko DRC kwa sasa. Wanaweza wakamsaidia kwa sababu anachokijua issue ni kwamba Rwanda na Uganda hazitaki kuondoka Kongo. Rwanda ana askari wengi Kongo. Ameshaambiwa katika makubaliano ya juzi, aliambiwa uninvited state army should leave Congo immediately within 30 days. Kwa majeshi ambayo hayajaalikwa Kongo yaondoke. Rwanda na majeshi zaidi ya 1500. Uganda na wanajeshi Kongo wanafanya nini kwenye nchi nyingine ambayo inatambulika na Umoja wa Mataifa? Kagame mahojiano yake ya mwisho Credit Tulari wa CNN aliulizwa kuhusu una wanajeshi wako nchini DRC na yeye amekataa, amesema hajui. Wanajeshi anao na hataki watoke. Kwa nini sasa? Na kati ile ni nchi inayotambulika kimataifa. Kwa hoja ya msingi hapa ni kwamba South Africa ndio inayoongoza mashambulizi ya anga kwenye vikosi vinavyolinda amani Kongo kupitia operation ya SADC mission ni Kongo na MONUSCO ya zamani ya Umoja wa Mataifa. South Africa na vifaa iko vizuri kwenye jeshi la anga. Sisi Tanzania, Malawi, Namibia tuko vizuri kwenye jeshi la chini ambalo linaitwa Gorilla Units. Kwa sababu wale wasi, unajua vita ya polini ni ngumu sana. Utakumbuka Marekani alipigwa vibaya kwenye vita ya Vietnam. Vita ya polini ni ngumu sana. Kwa hiyo wanajeshi wa Tanzania wanajua zile hideouts za waasi wanavyojificha na zile ruti zao. Kwa hiyo ndio maana kuliibuka mgogoro wa kidiplomasia kati ya Kikwete na Kagame kwa sababu jeshi la Tanzania liliwadhibiti vizuri waasi wa M23. Kwa hiyo suluhisho la mgogoro wa Kongo linaweza likaja la muda mfupi kama lilivyofanyika la muda mfupi, lakini suluhisho la muda mrefu ni ngumu kwa sababu hata mabeberu wana maslahi mapana ndani ya Kongo. Issue madini. Kama Kongo ikiweza kulinda mpaka kama eneo la mashariki ya Kongo, Goma na Bukavu, serikali ya Kongo itaweza kulidhibiti na kucontrol security na uchumi wa lile eneo. Tayari sisi tutashindwa kupata smartphone, makompyuta na madini yote yatanani. Kuna mtandao wa malori unaosafirisha madini kutoka Goma, Bukavu, Rushuru, Bunagana, unaingia Rwanda, unaingia Uganda, unasafirishwa nje ya nchi. Hata huyu Kagame ni nani katika bara la Afrika? Walikuwepo kina Gaddafi waliangushwa. Who is Kagame? Kagame ni mtu mdogo sana. Tumeshuhudia viongozi wengi wa Afrika wakiangushwa wakubwa. Nani yuko nyuma ya Kagame? Kwa sababu umewahi kumsikiliza Kagame ni rais wa Rwanda toka mwaka 2000 mpaka leo 2025. Ni miaka mingapi? Amekuwa makamu wa rais toka mwaka 94 mpaka 2000 na alivyomfanyia hujuma rais wa Rwanda Pasteur Bizimungu akamtengenezea hujuma akamtoa. Umeshawahi kusikia Museveni rais wa Uganda toka mwaka 87 baada ya kutoka polini kwenye bush huo mpaka leo? Sasa issue ni kwamba kuna mataifa makubwa, kuna makampuni makubwa yanayonufaika na madini ya Kongo ambaye yamekuwa wakitumia Rwanda na Uganda kuwaweka mbele, lakini wenyewe ndio wamekuwa wakinufaika nao. Labda mpaka pale tutaona mabeberu watakapowachoka hao viongozi wawili wakaja na mpango mwingine, kwa sababu hata Mobutu alikuwa ni kibaraka wa Marekani. Walivomchoka
ndipo wakatoa go ahead Marekani Mobutu atoke. Kwa hiyo kitu hapo kwa hivi karibuni kule magharibi mwa Afrika ameshuhudiwa mapinduzi ambayo yameng'oa viongozi. Malalamiko yamekuwa ni yale anakalia kiti kwa muda mrefu, anakalia kiti hujumu, anajilimbikizia mali na vitu vingine kama hivyo. Nilikuwa nikimsikiliza Nangai, yule kiongozi wa M23, anasema miongoni mwa mambo ambayo wao wanamtuhumu pia Felix Tshisekedi ni kwamba kwenye yale maeneo muhimu potential amejigawia yeye na ndugu zake. Na analaumu chama chake cha UPDS. Yes, kwamba wamegawana rasilimali na wao wanaona si sawa. Pengine M23 wanaona yale ambayo yamefanyika Niger, yale ambayo yamefanyika Mali, yale ambayo yamefanyika Burkina Faso. Wanaiona nafasi kwamba Afrika sasa hivi ina upepo huo, yanawachochea pengine na wao kuona kwamba wanaweza kufanikiwa kuja kuipindua. Unajua kupindua nchi sio swala dogo. Nafahamu. Tanzania hapa zaidi ya mara 7 watu wamejaribu kumpindua baba wa taifa, imeshindikana. Kupindua nchi, ukiona mapinduzi yote yanafanyika, unajua kuna taifa kubwa nje. Angalia. Limepenyeza ajenda. Kupindua nchi sio swala dogo. Yaani kupindua nchi lione tu kwenye TV, sikia kwenye vyombo vya habari, mchakato wake sio mdogo. Ni mpaka uingize majasusi jeshi wakubali, usalama wa taifa wakubali, mawaziri wakae, kila mtu ajue anapata mgao gani, ndio mapinduzi yatangazwe. Si swala dogo. Kwa hiyo wale M23 wanasema wanataka ku advance kwenda mpaka Kinshasa, kwa maana ya kwamba wanataka kupindua nchi. Jiulize, huyu Cornelius Nangaa ambaye ni rais wa makundi ya waasi anaitwa AFC, ni sio rais wa M23. M23 rais wake anaitwa Sultani Makenga. Yeye ni AFC, ni mjumuisho wa makundi yote ya waasi ambayo anawaunga mkono Watusi wanaoishi Kongo ambao ni Banyamulenge. Huyu alishaikuwa mwenyekiti wa tume ya taifa ya uchaguzi ya Kongo. Wakati akiwa mwenyekiti wa tume ya taifa ya uchaguzi ya Kongo, kwa nini hakusema hayo mambo? Naye ndo alimwapisha. Ndio, kwa nini hakusema hayo mambo? Huyu Sultani Makenga ameshaikuwa kanali kwenye jeshi la Kongo akajitoa. Bertrand Bisimwa ameshaikuwa kanali. Laurent Nkunda Batwale ambaye ni mwanzishi wa RCD pamoja na CNDP ndo muasi wa kwanza kusumbua nchi, Laurent Nkunda Batwale ambaye sasa hivi yuko Rwanda. Kama kweli Rwanda haiwaungi mkono waasi wa M23, kwa nini Rwanda inamshikilia Laurent Nkunda Batwale, Laurent Nkunda ambaye ndiye muasi wa Kongo na ana kesi za mauaji nchini Kongo? Kwa nini haitaki kumwachia arudi Kongo ashtakiwe kwa mujibu wa sheria kama sio Mnyarwanda? Kwa nini namshikilia? Tukiwa tunaenda mwishoni, nini kifanyike? Mimi cha kwanza kabisa ili kuweza kutatua mgogoro wa Kongo kabisa, moja, majeshi yasiyohitajika yaondoke Kongo. Rwanda aondoe wanajeshi wake Kongo, Burundi aondoe wanajeshi wake Kongo, Uganda aondoe wanajeshi wake Kongo. Lakini la pili, serikali ya Kongo itafute nchi rafiki ili wamsaidie kulinda mipaka ya Kongo. Na eneo linalosumbua Kongo sio Kinshasa, ni eneo la mashariki ya Kongo lile, ambao ni Kivu Kaskazini na Kivu Kusini, na ni mpaka kati ya Kongo na Rwanda, eneo la Rushuru, mpaka kati ya Kongo na Uganda, eneo la Bunagana, maeneo ya Kibumba, Ituri. Haya ndio maeneo yanayosumbua. Ni kama siku ya kilomita 1500 lile eneo ambalo ndiko ziwa Kivu mpaka hizo nchi mbili. Kwa Kongo itafute jeshi rafiki, kama ni jeshi la Tanzania, kama ni jeshi la Afrika Kusini, wamsaidie kulinda mipaka. Wakati huo serikali ya Kongo iendelee kuondoa mtandao wa majasusi wa Rwanda na Uganda ndani ya jeshi na ndani ya shirika la ujasusi la Kongo NLO. Lakini cha tatu, serikali ya Kongo ni lazima ije na mpango mkakati kuboresha maisha ya watu wa Goma. Eneo la Goma ni eneo tajiri sana, lakini watu wanaishi maisha magumu. Unajua sababu kubwa inayofanya watu kujiunga na uasi ni kuona wanakuwa mistreated na serikali. Tumeshuhudia maeneo ya Mali, Niger na Burkina Faso. Kule Mali kule, huyu Assimi Goita amepindua nchi mwaka 2021. Anatokea kabila la Dogoni huko kaskazini mwa Mali, ambapo hakujaendelea, ni eneo ambalo ni baya zaidi. Kwa hiyo akaamua kutumia kwamba serikali imemistreat eneo langu, akaamua kupindua nchi. Tunaona Msumbiji waasi wameibuka eneo la Cabo Delgado ambao kuna chimbwa gesi na mafuta. Ni kwa sababu ile eneo ni maskini. Kwa hiyo serikali ya Kongo ni lazima iboreshe miundombinu, afya, elimu, eneo la Goma na Bukavu ili kusudi kupunguza watu kujiunga na waasi, iongeze viwanda, ajira na masuala mengine ili watu kuwa busy na shughuli. Wanasema wazungu, an empty head is the Satan workshop. Kwa kama watu wa Goma wakiboresha miundombinu ya kiuchumi, kijamii, wakawa na kazi na ajira, hata waasi waje kuwahubiria usiku na mchana, hawawezi kuwaunga mkono kabisa. Lipo wazo lingine ili kwa dakika moja kwamba tunakoelekea pengine DRC hii Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo igawanywe kimamlaka, igawanywe. Umeona pia bila shaka kwa sababu unaonaje hilo kwa dakika moja? Sasa hili swala lina pande, ni sarafu ya pande mbili. Ukisema ulete, kwa sababu Kongo ni mfumo wa serikali ya majimbo. Ni it's a federal government. Yani kuna majimbo, kuna maseneta, majimbo. Sasa hili swala ni lazima liangaliwe vizuri. Unaweza ukafanya hivyo, wale watu wa
Kivu Kaskazini na Kivu Kusini, ukifanya hivyo wale wanaweza wakapay allegiance kwa serikali ya Rwanda. Na wale asilimia kubwa wamepay allegiance kwa serikali ya Rwanda. Na ndio maana watu wanaiuliza serikali ya Rwanda, ikiwa mnasema kwamba watu Watusi wanaoishi Kongo wanaonewa, kwani Watusi wapo Kongo tu? Mbona hapa Tanzania sisi tunao? Kigoma kuna Watusi, wale jamaa wale Wangara na Biharamulo Samu wanawajua wale wanafanana nao. Kwa nini? Why Kongo? Kwa nini wa Kongo? Kwa nini mnakuwa mmeisemea Kongo? Why? Kongo kuna nini? Haya, utajiri wa Kongo ndio kilio chao. Bwana Lugete uko deep sana ndugu yangu. Tukushukuru sana. Tunakushukuru. Mimi kuna vitu nimeng'amua, sio nilikuwa nimetulia hapa. Ulikuwa unang'amua. You are very very deep. Thank you so much. Ni muda wa news update. Asante sana kwa kuja mchambuzi Lugete. Always refreshing. Joto livyo. East Africa Radio. Kutokea Mikocheni, Dar es Salaam. East Africa Radio. Together tunawakilisha. Hii ni East Africa Radio. News Update.